Hivi Ibra, Ndio. unatumia muda gani kubadilisha mswaki? Ni bwana huwa nikitumia mswaki mpaka niuone umechoka umeisha ndio nitanunua mwingine. Tofauti na hapo nitakudanganya. Wow. Sawa. Sasa leo kuna mswaki huu hapa, mswaki A na huu mswaki B. Ukiangalia miswaki yote hii ni ya watumiaji wetu ambao wanatutazama. Yaani kuna mtu yeye furaha yake atumie mswaki mpaka uwe hivi. Na Ibra, nikwambie tu kwamba watu wanajua akitumia mswaki mpaka ukawa hivi basi ndo amepata afya ya kinywa na meno. Na akiona kwamba wewe mswaki wako uko hivi anajua haupigi mswaki. Na kuna ndugu zangu Wachaga na Wapare, wao lazima wahakikishe mswaki umekuwa hivi. Kwa nini? Kwa sababu wanajua na wanaamini kwamba mswaki ukiwa namna hii ndio unakuwa umepiga mswaki. Lakini sasa leo mimi nataka nikwambie kwamba wewe unayenisikiliza na unayenitazama kwamba mswaki wako ukipiga mswaki paka ukawa hivi, ujue kabisa unakuwa hautengenezi afya yako. Kwa nini? Kwa sababu mswaki wako unatakiwa uwe namna hii. Yani mpaka badilisha mswaki ambao unakuwa haujachakaa. Kwa nini? Kwa sababu kuna uhusiano wa karibu sana kati ya kutumia mswaki mzuri wenye bristles hizi ambazo ni ndefu na laini na kuondoa mabaki ya vyakula katikati ya meno na katikati ya fizi na fizi yako. Kwa hiyo ili upate afya bora ya kinywa na meno, hakikisha mswaki unaopiga uwe na bristles ambazo zimenyoka namna hii na usiwe mpaka namna hii. Kwa sababu ukiwa hivi maana yake huu mswaki haukusaidii, badala yake unakuumiza, lakini haupati advantage yoyote na hapa haupati faida yoyote. Sasa hebu niambie kwenye comment, unatumia muda gani kubadilisha mswaki wako?